Awali yote kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Kiukweli kama taifa tumepata msiba, tumefiwa, na hususan wabunge. Kiukweli kwetu ni msiba mkubwa sana na ni mzito, kwa sababu ni mbunge wa muda mrefu ambaye alikuwa yupo bungeni. Kwa sisi ambao ni wabunge tunaochupukia au wabunge ambao ni wageni ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tulikuwa tukibahatika kujifunza mengi kutoka kwake na kuchukua uzoefu mwingi kutoka kwake. Mimi binafsi namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kipindi cha bunge linaanza ila 13 mwezi wa 11 kwenye kuapishwa, kwa kweli nilikaa naye sana karibu pale, nilibadilishana mawazo mengi, niliuliza mambo mengi sana, akanielekeza vitu vingi, akanifahamisha mambo mengi. Kiukweli nimenufaika ndani ya muda mfupi kwa kuwa naye mimi katika hili bunge la 13, hasa nikiwa ni mgeni. Kwa kuna vitu vingi sana kanaelekeza, hususan kwa upande wa chama, kwa upande wa jamii, kwa upande wa kwenye bunge, mambo mengi kanielekeza, kanifahamisha. Kweli mimi nishukuru kwamba kile alichokuwa nacho basi na mimi nimekidiriki, japo kilikuwa ni katika bunge hili la 13 ambao ndo bunge lake hili la mwisho katika kipindi hiki ambacho tumekuwa naye. Lakini ukizungumza katika lugha nyepesi au lugha nyingine kwamba ni mtu ambaye alikuwa anafikika. Ukiwa na jambo ukitaka kumtafuta, kukutana naye, kukaa naye, anakupa nafasi, anakupa muda, mnakaa mnaongea. Na ni mtu ambaye ilikuwa anaweza kukupa ushauri mzuri, na ni mtu ambaye wa watu. Kila mtu alikuwa yuko naye vizuri. Ukihitaji msaada kutoka kwake, kiushauri, kimawazo, kifikra, anakuongoza kuhusu jambo lolote, ili nenda hivi, nenda hivi. Kwa kweli sisi kama wabunge tunasema tumeondokewa, na huko ni msiba mkubwa kwa, lakini ukija kwa upande wa taifa si msiba mdogo, ni msiba mkubwa, kwa sababu tunamjua huyu ni mwandamizi katika serikali, kashika nyadhifa mbalimbali kuanzia waziri, ukuu wa mikoa, kama CV yake mlivyosikia ilivyosoma. Kwa kweli ni hazina ya taifa ambayo imekatika, au tutasema imedondoka. Hilo ndio jambo ambalo kubwa zaidi waweza kaliona la namna hiyo. Lakini ukiacha yote haya, alikuwa waziri wa ardhi, alikuja Tanga, nilishirikiana naye vizuri sana kwa migogoro mbalimbali na changamoto mbalimbali. Tukakutana Tanga Beach, tukakaa tukazungumza. Kipindi hicho mimi hata sijakuwa mbunge, nilikuwa nikifanya kazi ya kufuatilia changamoto na utatuzi wa migogoro mbalimbali, hususan kwa wananchi wa jimbo langu la Tanga. Kwa hiyo ni mtu ambaye alinipa muda wake, nikakaa naye nikazungumza naye na kujadili mambo mbalimbali. Kwa upande mwingine, Chama cha Mapinduzi tumeondokewa na mtu ambaye ni muhimu sana kwetu ndani ya chama, kutokana na uzoefu wake wa muda mrefu katika kukihudumu au kukitumikia chama na mambo mbalimbali. Kwa hiyo sisi kipindi hiki kuhusia tu wabunge wote kuwa na subira kipindi hiki kigumu, familia ya marehemu pia iwe na subira na ustahimilivu katika kipindi kigumu, na Watanzania kwa ujumla. Lakini kikubwa tuko pamoja katika msiba huu, tunaomboleza sote. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema, apumzike kwa amani. Lakini kubwa sisi sote, hii ni njia yetu na sote tutapita, kwa tujiandae tu vizuri, tuwe na mwisho mzuri na mwisho mwema. Shukrani sana. Kasim Amari Mbaraka almaarufu Makubeli, mbunge wa Tanga mjini. Shukrani sana. Tunaituma da, sio akatuma akasema haya, huyu Kanjibai nani tena jina lake. Watu wote waliomzungumzia Mheshimiwa Lukuvi, jambo moja la msingi na kubwa la kipekee yake, alikuwa ana upendo kwa watu ambao amewatangulia. Na mimi nadhani kama kuna jambo kubwa watu wote tunapaswa kulienzi ni kuenzi ule upendo wake kwa kuwasaidia watu ambao tumewatangulia, kwa kuwafundisha kazi, kuwaonyesha njia na kuwaonyesha njia zilizo njema. Nadhani hili ndio kubwa, ukijumlisha yote yaliyozungumzwa, upendo wake kwa watu ambao yeye amewatangulia katika siasa, katika maisha ya kawaida, katika umri, na sisi wote hapo ukituona wadogo zake tunajivunia hilo. Mimi naitwa Lusinde, mbunge wa jimbo la Mvumi vipindi vinne. Mzee Lukuvi ametuachia majonzi makubwa, lakini tunajifunza kwake namna ya kuishi na watu ili uweze kuwa mbunge wa muda mrefu. Mzee Lukuvi alikuwa mbunge wa vipindi 7, kwa hiyo ni mwalimu wa kutosha. Na hata hapa Dodoma sanamu ukiangalia ya Mwalimu Nyerere ni zao la Lukuvi, alienda kuinunua Korea kitumwa na serikali. Kwa hiyo kwetu sisi ametuachia vitu vingi ambavyo tukitembea tunaviona alama yake. Asante.